Tulisubiri kwa hamu na hatimaye imewadia ile siku ya kushuhudia bingwa mpya wa soka barani Afrika. Hapa ni Morocco, pale ni Senegal, majabali wawili, falsafa mbili za soka, lengo ni kuwania kombe uwanjani. Wapo wanaoamini kwamba bingwa tayari amekwisha julikana, lakini kwa wale wenye uzoefu na mashindano ya AFCON wanaamini kwamba bingwa ni yule atakayekuwa na nidhamu ya mchezo ndani ya dakika 90. Matarajio ya wengi ni kuiona Morocco ikiendeleza soka la utulivu na mipango ya kusaka ushindi. Kuanzia filimbi ya kwanza mashindano ya AFCON tumeishuhudia Morocco inayopenda kutawala mchezo dhidi ya mpinzani yeyote, na bila shaka watahitaji kumiliki fainali na kuifanya iwe upande wao. Tegemea kuwaona Morocco akianza mechi katika muundo wa 4-3-3 au 4-2-3-1, ambapo watakuwa wakisuka mashambulizi taratibu kutokea nyuma hadi safu ya viungo wenye ufundi maridhawa. Tegemea kuona mabeki wa pembeni wakitanua uwanja na mawinga wakishambulia zaidi maeneo ya ndani. Dakika 90 za fainali huenda zikawa na mateso makubwa kwa Senegal, kwani Morocco wataupaka mafuta mpira watakavyo, watawalazimisha Senegal kuzuia ndani ya muda mwingi wa mchezo. Hata hivyo, soka ina kanuni zake. Mojawapo ni kuhakikisha kuna mzani sawa kati ya kumiliki mpira na kupata matokeo sahihi. Mbinu hii ya kumiliki mpira kwa muda mrefu inaweza kuwaathiri vibaya Morocco wakati wa kushambulia, kwani washambuliaji hatari wa Senegal watakuwa tayari muda wote kuhakikisha wanatoa adhabu kupitia nafasi zitakazoachwa na Morocco. Sababu ya umakini paswa kuwepo miongoni mwa wachezaji wa Morocco ni namna ambavyo Senegal ilivyo timu hatari zaidi inapokutana na matukio yenye faida kwa upande wao. Senegal ni timu isiyoamini katika swala la kurudisha mpira kwa kipa. Soka lao ni la mabavu, ni timu katili katika matumizi ya nafasi, wana kasi kubwa kwenye mashambulizi na ni wagumu kufungika pale wanapoamua kuzuia maeneo ya katikati mwa uwanja au nyuma zaidi. Na wanapofanikiwa kuunasa mpira, maamuzi yao ni yaliyonyooka. Tahadhari kwa Morocco, hawa Senegal sio timu ya kuichukulia poa poa. Mpambano wa kiufundi utaamuliwa zaidi katikati mwa uwanja. Wakati Morocco akitaka mechi iwe upande wao kwa kupiga pasi nyingi, Senegal wataitaka vita ya soka na kuwanyima uhuru wenyeji wa mashindano. Maeneo ya pembeni yatakuwa na umuhimu kwa pande zote mbili. Mabeki wa pembeni wa Morocco wataipandisha timu kwa lengo la kuongeza idadi ya watu kwenye mashambulizi. Hasara yake ni nafasi watakazoziacha nyuma dhidi ya washambuliaji wa Senegal. Na baada ya yote hayo, silaha nyingine bora kwa timu zote ni matumizi ya mipira ya kutenga. Kwa wazoefu wa fainali za mashindano makubwa ya soka wanafahamu umuhimu na presha ya kuzuia mipira ya kona ama free kick. Kazi inabaki kwa Senegal na Morocco. Atakayekuwa mjanja zaidi ya mwenzake anayo nafasi ya kufanikiwa kupitia mbinu hiyo. Iwapo Brahim Diaz na wenzake watafanikiwa kuipa Morocco bao la kuongoza, kasi ya mchezo itapungua na Morocco watapiga pasi nyingi ili kuwanyima wapinzani nafasi ya kujibu mapigo. Na kama Senegal ya Sadio Mane ndio itakayowahi kuweka mpira kimiani, tegemea kuona mechi ya wazi na yenye heka za kutosha, na pengine tukashuhudia dakika 30 za nyongeza hadi changamoto ya mikwaju ya penalty. Hii ni vita baina ya mafundi wa soka na wababi wa soka. Utulivu dhidi ya nguvu, mfumo dhidi ya kasi. Hii ni fainali ya AFCON 2025.